Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kipenge TV. Matumaini yetu mpaka sasa bado mnaendelea salama salimini, na tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kuendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika sehemu yake ya mashariki ambako hali ya kiusalama inazidi kuzorota siku baada ya siku. Na leo tutaanzia huko mkoani Kivu Kaskazini ambako kuna ripotiwa bonge la mgogoro ndani ya kundi la wahasi wa M23 ambao unazidi kuonekana wazi baada ya shambulio lililoshindikana la mwezi wa Februari mwaka 2026 katika eneo lililokuwa chini ya udhibiti wa kundi hilo la wahasi. Bwana Kolonele Bioyo anaripotiwa kuuawa, jambo ambalo linaonyesha ukubwa wa migawanyiko ndani ya kundi hilo. Vyanzo vya ndani na vya kijeshi vinaripoti kwamba shambulio hilo lilipangwa na baadhi ya wapiganaji wa M23 chini ya amri za Kolonele Zimulinda ambaye ni mshirika wa karibu wa Baudouin Nguruye. Kolonele Bioyo aliumia kwenye bega wakati wa shambulio hilo, tukio lililoongeza zaidi mvutano ndani ya kundi hilo. Akikataa kuachia mgogoro huo uendeshwe na wenzao, Kolonele Bioyo alijaribu kulipiza kisasi, jambo lililoanzisha vita vya ndani kati ya wanachama wa M23. Vyanzo vingine vinabainisha kwamba muda mfupi baadaye alialikwa mjini Goma na kiongozi wa kundi hilo ambaye ni Kolonele Nzenze kwa ajili ya mazungumzo rasmi, na nadhani ni shagawai tena kugusia hili tatizo hapo awali ambalo linamhusisha Kolonele Nzenze na wenzake ambao wako wanatafutana katika kundi hilo la wahasi. Na basi baada ya mkutano huo alioalikwa na Kolonele Nzenze, bwana Kolonele Bioyo aliweza kuuawa kikamilifu. Kesi hii inaonyesha jinsi mzozano wa ndani ya M23 mara nyingi unavyosuluhishwa kwa njia ya mauaji ya kimya kimya katika hali ya shaka na migawanyiko ya ndani. Wachambuzi wa eneo hilo wanasema kuwa migogoro hii ya ndani inafanya kundi hilo kuwa dhaifu na inaonyesha ukatili wa mbinu zake za kudhibiti ndani ya kundi. Ndani ya M23, migawanyiko hii sasa inasababisha mauaji kati ya wanachama, kuimarisha hali ya kutokuaminiana na kulifanya kundi hilo kuwa hatarini zaidi. Hali hii inaonyesha jinsi mshikamano ndani ya M23 ulivyo dhaifu na jinsi mapambano ya ndani ya madaraka yanavyoweza kuwa hatari na hatimaye ya kifo cha haraka. Huko upande mwingine kumeibuka uchunguzi wa kina uliochapishwa na Reporters Sans Frontieres RSF unaonyesha ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa shirika hilo, raia kadhaa wakiwemo angalau waandishi wa habari wawili walifungwa ndani ya kontena ama kontener za chuma na wahasi wa M23. Uchunguzi huu uliotegemea ushuhuda unaoendana na uchambuzi wa picha halisi unaweka sehemu kadhaa za ufungaji ndani ya jiji la Goma. Moja ya maeneo makuu ya kufungia wafungwa hao yapo ndani ya eneo la bunge la mji huo katika mtaa wa Himbi uliochukuliwa na M23 tangu walipoingia Goma mwezi wa Januari ama mwezi wa kwanza mwaka 2025. Maeneo mengine yamebainika karibu na Radio Television Nationale Congolaise RTNC karibu na Mongoma. RSF inaripoti kuwa wafungwa wanakaa kwa wingi ndani ya kontena zisizo na mwanga wala hewa ya kutosha, na baadhi ya ushuhuda unasema kuwa watu hadi 80 ama 80 person wamekuwa wakifungwa pamoja. Wafungwa wanapata kutoka nje kwa muda mfupi tu na chakula chao hakitoshi. Wengi walioruzukiwa pia wameripoti ukatili wa kimwili uliotolewa na wanachama wa M23 pamoja na vifo vilivyotokea wakati wa kifungo. Huko unakuwa kati ya maisha na kifo, amesema mmoja wa wafungwa wa zamani aliyefichwa jina kwa usalama wake. Baada ya wiki kadhaa, baadhi ya wafungwa walihamishwa kwenye maeneo mengine ikiwemo gereza kuu la Munzenze mjini Goma lililofunguliwa tena Julai mwaka 2025 chini ya udhibiti wa kundi hilo la wahasi. RSF imethibitisha picha zilizotumika mitandaoni zikionyesha kontena ndani ya bunge la mkoa ambapo watu wakiwa chini ya uangalizi wa wanajeshi.
Uchambuzi wa picha za satellite uliotolewa na Planet Labs katika mwezi wa Novemba mwaka 2025 pia unaonyesha kuonekana kwa kontena hizo ambazo hazikuonekana kwenye picha za mwaka wa 2023 ama 2023 na kabla ya hapo. Maeneo haya kwa mujibu wa RSF ni sehemu zisizo rasmi za kifungo ambapo ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu umefanywa, hali iliyoripotiwa pia na Amnesty International katika uchunguzi wa awali. Alipopata fursa ya kuwasiliana na RSF, Bwana Lawrence Kanyuka ambaye ni msemaji wa muungano wa AFC M23 alikana madai hayo akisema ni ya uongo na kampeni ya propaganda ya kudhalilisha kundi lao, huku akidai kuwa waandishi wa habari wanaweza kusafiri kwa uhuru katika maeneo yaliyoko chini ya udhibiti wa M23. RSF inasisitiza kuwa hali ya kazi kwa waandishi wa habari katika mashariki mwa DRC inaendelea kuwa mbaya tangu M23 walipochukua mji wa Goma. Takriban mamia ya wahariri walitoroka kutoka eneo hilo ndani ya mwaka mmoja ili kuepuka vitisho na kulipwa visasi. Shirika hilo linapinga pia udhibiti mkali wa taarifa unaofanywa na AFC M23, ikiwemo vikwazo vinavyowekwa kwa vyombo vya habari kuhusu kuripoti hali ya usalama. RSF inapanga kuchapisha ripoti ya kina kuhusu hali ya waandishi wa habari katika eneo la Maziwa Makuu tarehe 26 Machi mwaka wa 2026, ambayo inatarajiwa kutoa mwanga zaidi juu ya ukiukaji uliofanywa. Na wanasiasa wa Rwanda pamoja na wanadiaspora wanaoishi uhamishoni wametoa malalamiko makali dhidi ya Paul Kagame kufuatia matamshi yake ambapo aliwalahumu baadhi ya viongozi kwa ukosefu wa uadilifu, kujigamba na tabia zilizochukuliwa kuwa si za kufaa. Kwa mujibu wa wakosoaji hao, wameweka wazi kuwa mitindo na maneno ya rais wa Rwanda hayafai kwa kiongozi wa taifa, hasa pale yanapotolewa hadharani. Wanasema kuwa katika tamaduni za Kinyarwanda, aina hii ya lugha na lawama za moja kwa moja haziingiliani na maadili ya kijamii yanayotarajiwa na hayalingani na kanuni za maadili zinazotarajiwa kutoka kwa viongozi. Wakosoaji wameeleza kuwa kuna tofauti kubwa kati ya lawama zinazotolewa na tabia ya Kagame mwenyewe, wakiwahi kusema kuwa hakuna anayejigamba zaidi ya yeye mwenyewe. Wengine wameongeza kuwa rais huyo ana tabia ya kuonyesha udhibiti si tu kwa Wanyarwanda bali pia kwa wageni au watu ambao hawana uraia wa Rwanda, jambo ambalo kwa maoni yao linaibua maswali juu ya mtazamo wake wa utawala na mamlaka. Majibu haya yanaonyesha mvutano unaoendelea ndani ya jamii ya Rwanda na kati ya wanadiaspora, yakionyesha ukosoaji juu ya mtindo wa uongozi wa Kagame na jinsi unavyoathiri mtazamo wa umma kuhusu uadilifu na heshima kwa kanuni za tamaduni katika siasa. Na katika mpango mzima wa kuboresha zaidi na zaidi sekta yake ya kiuchumi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanza kufanya mabadiliko katika mkakati wake wa kiuchumi kwa kujaribu kupanua shughuli zake za kuwekeza zaidi katika kilimo na tasnia ya chakula badala ya kutegemea sekta yake ya madini kama ilivyokuwa hapo awali. Kama sehemu ya mpango huu, imesainiwa na itifaki ya makubaliano ya kuanzisha kiwanda cha sukari katika mji wa Sakania ulioko katika mkoa wa Haut-Katanga. Mradi huu unalenga kupunguza utegemezi wa nchi kwenye uingizaji wa sukari kutoka nje ambao mwaka wa 2025 ulikuwa na gharama zaidi ya dola milioni 150, yani plus de 150 millions de dollars, za kiasi kikubwa kinachobeba mzigo mkubwa kwa uchumi wa taifa. Zaidi ya lengo la kupunguza uagizaji, kiwanda hiki kinatarajiwa kutoa ajira nyingi za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja, kuboresha miundombinu ya eneo hilo na kusaidia maendeleo ya jamii zinazozunguka kupitia programu maalum za kijamii. Wataalamu wa uchumi wanaona mradi huu kama ishara ya dhamira ya serikali ya kuendeleza ukuaji wa kiuchumi endelevu na jumuishi, huku ikipanua misingi ya uchumi wa taifa zaidi ya sekta ya madini. Mpango huu ni sehemu ya mkakati mpana wa kuimarisha usalama wa chakula,
kuongeza uzalishaji wa ndani na kuunda mazingira yanayovutia uwekezaji katika sekta ya kilimo ambayo inachukuliwa kama nyenzo muhimu kwa ukuaji wa uchumi unaoeneza rasilimali na unaoimarisha nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu hii ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nadhani ulianza nasi na hata kumaliza nasi pia. Kwa hiyo tunakusihi uendelee kubaki sambamba hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu. Kwa hiyo tunakushukuru mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV. Tukutane kwa majaliwa. Chao.